tunapoingia kujifunza maneno yako, tunaomba Bwana usitupite, usituache. Roho uzima, Roho Mtakatifu, tunapoingia kujifunza maneno ya uzima, ninaomba Bwana katusemeshe, katufundishe. Baba, usitupite kupitia neno lako siku ya leo. Ninaomba Mtakatifu, Bwana Baba, tazama kila mahali, uwepo wako katawale Baba, kwa njia Baba ya mtandao, watu wako wakaponywe, wakabarikiwe Bwana, wakageuzwe katika jina la Yesu Kristo. Tuomba Bwana Baba kwa ajili ya wote ambao wako ibadani siku ya leo Baba, ukaseme nao kwa uweza na kwa nguvu zako Bwana. Baba, siku ya leo simama nasi Bwana, 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 katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa sababu ni mwema, utasimama nasi na hautatupungukia, katika jina la Yesu Kristo, na kila mwenye pumzi aseme amen. Nikukaribishe tena siku ya leo, tukiwa tuko mwezi wa 6. Kwa neema ya Bwana tutaenda kujifunza maneno ya Mungu. Nikualike sana wewe ambaye unafuatilia mafundisho kwa njia ya mtandao. Mungu akubariki sana na Mungu akutendee yaliyo mema. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nitafundisha ujumbe ambao ni muhimu sana katika kizazi tulicho nacho au katika majira tulio nayo. Na leo nitafundisha somo rahisi sana ambalo ukilifanyia kazi litabadilisha maisha yako. Bwana asifiwe sana. Leo nitafundisha mazingira ambayo Mungu anazungumza. Mazingira ambayo Mungu anazungumza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kilio cha wengi au ni shauku ya watu wengi kumsikia Mungu akizungumza, au wengi wamekuwa wakitamani kujua Mungu anazungumza kwa namna gani. Wengi wamekuwa wakitamani kuisikia sauti ya Mungu. Wengi wamekuwa wakitamani kujua mapenzi ya Mungu katika maisha yao. Na watu wamekuwa wakienda mbali sana, hata kwenda kwa manabii na mitume, hata kwenda kwa walimu na wachungaji na makuhani, ili wapate kuuliza habari za maisha yao, ili wapate kuuliza, kwa sababu wameshindwa kumsikia Mungu au kumwelewa Mungu. Lakini ashukuriwe Mungu, bado anayo mazingira ya kumsaidia mtu kuweza kuelewa na kulisikia neno lake. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo siku ya leo nitafundisha njia nyepesi zaidi ambazo zitakufanya uweze kumsikia Mungu na utaweza kumwelewa. Wengi wanasema Mungu azungumzi, Mungu hatumwelewi, lakini ni kwa sababu watu wako busy. Watu wako busy na mambo ya hapa duniani. Watu wako busy aidha na shughuli zao, labda na TV, wako busy na simu, labda wako busy katika habari zingine ambazo zinawazonga. Hawapati utulivu mzuri wa kutaka kumsikiliza Mungu. Kwa sababu hiyo inapelekea watu wasiwezi kumwelewa Mungu na wajue Mungu haongei kwa lugha nyepesi. Lakini nataka nikupe shauri siku ya leo na kukujulisha kwamba Mungu anazungumza. Na kama Mungu angekuwa hazungumzi, kulikuwa hakuna haja ya kumfuata Mungu aliye Mungu, au Mungu ambaye hana lugha ya kuzungumza. Na kama Mungu angekuwa zungumzi, tusingejua mwelekeo
wa hatima za maisha yetu, au tusingejua kesho yetu, au tusingejua matarajio baada ya maisha haya duniani, lakini kwa sababu Mungu anazungumza, ndiposa tuna uhakika na ndiposa tunamfuata tukiwa na tumaini, kwa sababu sauti yake tumeisikia na kuielewa, na hiyo sauti yake imetufanya tuweze kuwepo katika nyumba yake na katika wito na katika utumishi na katika kuwakumbusha watu ya kwamba Mungu bado ni Mungu anayezungumza. Sasa nitafundisha vitu ambavyo vitakusaidia kujua wakati Mungu anazungumza na wewe, au wakati Mungu anaongea na mwanadamu anatumia lugha gani ambayo unaweza kumwelewa, au anatumia sauti gani ambayo unaweza kumwelewa. Sasa cha kwanza cha kujua ni hiki, kama unaandika andika. Mungu anazungumza na watu kwa namna na lugha tofauti kulingana na upeo wao wa kiroho. Mungu anazungumza na watu, au anazungumza na kizazi au na taifa au na kundi au na kanisa au na mtu mmoja mmoja, kutokana na kiwango cha uelewa alionao mtu au watu husika kuhusu Mungu. Manake Mungu akizungumza kwa zaidi ya vile unamwelewa, itakuwa ni kazi wewe kupambanua sauti yake. Lakini Mungu, kwa sababu ni Mungu ambaye anaendelea kuzungumza na watu kwa lugha tofauti ili waweze kumwelewa. Yesu alipokuwa anafundisha alipendelea kutumia mifano sana, kwa sababu watu wale walikuwa hawaelewi kwa urahisi sauti ya Mungu, au walikuwa hawamwelewi Mungu kwa wepesi. Mungu akatumia mazingira ya mifano ili waweze kuelewa. Na wakati mwingine wanafunzi wake Yesu walikuwa wakimfuata baada ya mazungumzo na mafundisho na makutano kutawanyika, na mfuata faragha, wakimuuliza ulimaanisha nini hapa? Kumbe hata wao hawakuweza kuelewa. Luka 9:43 hata 45. Luka sura 9 mstari wa 43 hata 45. Biblia inasema wote wakashangaa wakiona ukuu wa Mungu, nao walipokuwa wakistajabia yote aliyoyafanya, aliwaambia wanafunzi wake, yashikeni maneno haya masikioni mwenu, kwa kuwa Mwana wa Adamu anakwenda kutiwa katika mikono ya watu. Lakini hawakulifahamu neno lile, likafichwa kwao wasilitambue, wakaogopa kumuuliza maana ya neno lile. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona Kristo akiwa na wanafunzi wake amepita mahali akakutana na watu wakamzonga sana, na akawepo mtu mmoja ambaye mtoto wake alikuwa ameteswa na vifungo vya mapepo. Yule mtoto akawa ameletwa kwa wanafunzi wa Yesu, lakini hawakuweza kutoa yale mapepo. Ndipo wakamfuata Yesu, akamwambia, Bwana mkubwa, tulileta mwanetu kwa wanafunzi wako wakuweza kutoa pepo. Yesu akamwambia, basi mleteni. Alipomkaribia lile pepo likaweza kupiga kelele, na Yesu akalikemea, likatoka, mtoto akawa mzima sahihi. Lakini watu walipokuwa wanaendelea kushangaa, kustajabia matendo makuu ya Bwana, hata wanafunzi wake wanashangaa, imewezekanaje sisi hatukuweza? Yesu akawaambia, haya maneno yashikeni masikioni mwenu, mkayatunze wala msiyasahau, ya kwamba Mwana wa Adamu anaenda
kupelekwa katikati ya mikono ya watu, nao watampesa, watampiga. Lakini wanafunzi wake hawakulielewa lile neno. Kwa nini? Kwa sababu lilikuwa limefichwa katika upeo wa fahamu. Lakini kosa waliolifanya, hawakumuuliza Yesu kwamba ulikuwa unamaanisha nini. Sasa nitaenda kukufundisha jambo jepesi ambalo litakusaidia. Mungu anazungumza kupitia maandiko magumu usioyaelewa. Kama unaandika mazingira Mungu anayotumia kuzungumza na watu, jambo la kwanza, Mungu anatumia maandiko magumu usioyaelewa kuzungumza na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nisikilize vizuri na utanielewa. Kuna watu ambao wanakuwa wakitamani kumsikia Mungu au kusikia sauti ya Mungu, lakini wanapokutana na maandiko au wanapokutana na mafundisho kwenye Biblia wasioyaelewa, huwa wanayaweka pembeni. Wanatafuta vitu ambavyo kwa uelewa wao vinaweza kueleweka, lakini wasijue kwamba yale mambo wanayoyasoma kwenye Biblia yaliyo ni magumu kwao kuyaelewa, haya ndio Mungu anataka kuzungumza nao. Kwa sababu Mungu anapotaka kuzungumza na wewe vitu ambavyo ni vipya katika ufahamu wako, hatatumia mazingira ambayo umeyaelewa au unayafahamu. Mungu atatumia mazingira ambayo ni mapya kwako. Kwa hiyo unahitaji uelewa mpya ili uweze kumwelewa Mungu. Lakini ukikabili na ukamwelewa Mungu kwenye eneo moja, Mungu anapojifunua kupitia maandiko yaliyo magumu, huwezi kuelewa. Sasa nataka nikupe shauri moja hii. Wakati wowote unapokuwa unajifunza Biblia, cha kwanza ni hiki, naona nianzie hapo. Bwana sasa, kwamba kuna watu wanatamani kumsikia Mungu lakini hawana hata Biblia, hawana hata kitu cha kwanza ambacho ni sauti iliyo wazi. Cha kwanza, unataka kumsikia Mungu, nunua Biblia uwe nayo. Huo ndio mtaji wa sauti ya Mungu. Kwa hiyo unapotaka kumsikia Mungu, Mungu amekwisha kuzungumza. Yaani katika ulimwengu wa mwili Mungu amekwisha kuzungumza kupitia neno au kupitia maandiko, lakini katika ulimwengu wa roho Mungu anaendelea kujifunua na kuzungumza kupitia maono, mafunuo na sauti ya Roho Mtakatifu, ambayo kwa mtu ambaye hajakuwa vizuri katika kumwelewa Mungu anaweza asielewe sauti ya Mungu kupitia kwenye maono, mafunuo au Roho Mtakatifu. Kwa kitu kitakachomsaidia ni ile Biblia alionao au neno ambalo limekwisha kuandikwa. Sasa unapokuwa tayari na Biblia, unapokuwa unasoma na kukutana na vifungu au unakutana na maandiko usiyoelewa, jua Mungu ndio anazungumza na wewe kwenye hicho kitu. Lakini unatakiwa ufanye nini? Kwamba uelewe unatakiwa ufanye nini. Unatakiwa uchukue muda kujifunza sana hapo, na ukiona uelewi, tafuta msaada kwa watumishi, maana ndipo sauti ya Mungu ipo hapo kwa ajili yao. Na shetani huwa anaweza kuzuia watu wasielewe. Ndio maana watu hawakui katika kumjua Mungu, watu hawakui katika kumwelewa Mungu, watu hawakui katika kupambanua. Kwa hiyo kwa sababu wanapokutana na vitu vigumu katika Biblia, wao wanaviweka pembeni wasijue Biblia inasemaje katika Mithali 25 mstari wa 2, ya kwamba ni utukufu wa Mungu kuficha mambo, lakini wafalme waliyachunguza. Kwamba kuna maandiko yamefichwa, kuna vitu vimestirika, lakini wewe kazi yako kuvichua, kuweza kuviweka bayana, kuviweka wazi ili uweze kumwelewa. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume sura yake ya 8. Nataka nikuonyeshe hiyo mbinu moja kujua Mungu anaongea na wewe. Nafundisha njia nyepesi sana ambazo zitaweza kukusaidia.
Kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 8 na kuanzia mstari wa 27 hata na kuendelea. Biblia inasema maneno haya: naye akaondoka akaenda, mara akaona mtu wa Kushi towashi mwenye mamlaka chini ya Kandake, malkia wa Kushi, aliyewekwa juu ya hazina yake yote, naye alikuwa amekwenda Yerusalemu kuabudu. Akawa akirejea ameketi garini mwake akisoma chuo cha nabii Isaya. Roho akamwambia Filipo, sogea karibu na gari hili ukashikamane nalo. Basi Filipo akaenda mbio akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya. Kanena, je, yamekuelea haya unayoyasoma? Akasema, nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Akamsihi Filipo apande na kuketi pamoja naye. Na fungu la maandiko aliyokuwa kilisoma ni aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo, na kama vile mwanakondoo alivyokimya mbele ya amkataye manyoya, vivyo hivyo yeye naye hafunui kinywa chake. Katika kujizidi kwake hukumu yake iliondolewa. Ni nani atakayeyaeleza kizazi chake? Kwa maana uzima wake umeondolewa katika nchi. Yule towashi akamjibu Filipo akasema, na kuomba, nabii huyu anasema maneno haya kwa habari ya nani? Na ni habari zake mwenyewe au za mtu mwingine? Filipo akafunua kinywa chake, naye akianza kwa andiko lilo hilo akamhubiri habari njema za Yesu. Wakawa wakiendelea, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama, maji haya ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akasema, naamini ya kwamba Yesu ndiye mwana. Akaamuru lile gari lisimama, wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, na akambatiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mtu mmoja alikuwa akitoka kwenye ibada kuabudu kule Yerusalemu. Alikuwa ni Mkushi au mtu wa Ethiopia kwa lugha nyepesi. Ametoka Yerusalemu kufanya ibada. Huyu mtu ni mtu ambaye alikuwa ana kawaida ya kuabudu, alikuwa na kawaida ya kutafuta uso wa Mungu, alikuwa na kawaida ya kwenda kufanya ibada. Lakini wakati ameenda kufanya ibada, akatoka ibadani na kawa na kipande cha karatasi au kipande cha gombo la chuo cha nabii Isaya. Wakati huo anakisoma lakini hana uelewa, anakisoma lakini hana upambanuzi, anasoma lakini hajui. Sasa jambo la kwanza, mtu huyu alikuwa na chanzo cha sauti ya Mungu, alikuwa na Biblia, alikuwa na chuo, alikuwa na maandiko, alikuwa na kitu ambacho kinamsaidia yeye kusikia sauti ya Mungu. Laiti kama angekuwa hasomi kitabu hiki cha nabii Isaya, anasoma vitu vingine, Mungu asingemtuma Filipo aweze kumfafanulia maandiko hayo, aweze kumfaa. Wakati unasoma kitu usichokielewa, wakati huo unahitaji Mungu atume mtu au atume Roho Mtakatifu aweze kukufafanulia. Wakati huo mtu huyu towashi ambaye ni mtu mwenye cheo, mtu mwenye hekima, mtu ambaye amewekwa chini ya malkia, ni mtu mwenye heshima, na alikuwa anamiliki hata magari anaotembelea, labda amepewa kwenye ufalme kwa sababu ya heshima, lakini alikuwa hawezi kuelewa maandiko haya anayoyasoma. Sasa hapa anasoma kitabu cha nabii Isaya cha Agano la Kale, lakini wakati Filipo anashuka kumfafanulia, akaanza kwa andiko hilo hilo. Sasa unapokuwa unasoma kitu ambacho ukielewi,
usikimbie tu kakiacha, tafuta msaada. Kwa hiyo inaonyesha Biblia mtu huyu asingetokea Filipo, haya maneno yasingepata ufafanuzi kwake, au asingetokea Filipo, siku hii wokovu usingefika kwake. Ni kweli anaabudu, lakini bado hajamwamini Yesu, kwa sababu alikuwa anaabudu chini ya Agano la Kale, anaabudu chini ya mapokeo. Lakini Filipo alipomsogelea, Filipo alikuwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Filipo alipomsogelea, Roho Mtakatifu akasema na Filipo ya kwamba mfundishe mtu huyu, wokovu wake umefika nyumbani mwake siku ya leo. Kwa tunaona yule tohasi akawa hawezi kuelewa maneno ya habari. Anaweza, huyu mtu anaongelea mtu habari gani? Anasema kitu gani? Na wewe unaweza kuwa unasoma Biblia, unaanza kujiuliza hizi habari zina maana gani? Zinaelezea jambo gani? Ni kwa ajili ya nini? Jua kuna ujumbe wa Mungu hapa. Hiyo ni sauti ya Mungu. Kitendo cha kwanza kujiuliza maswali kwenye ufahamu wako kwamba hili jambo lina maana gani, hiki kifungu kina maana gani, huu kurasa una maana gani, hii habari unayosoma ina maana gani. Jua ni Roho Mtakatifu anataka upate msaada kwenye hilo jambo. Lakini wengi wanapokutana na hali hiyo, huwa wanaacha kuendelea kutafuta ufumbuzi wa maneno haya na wanapishana na sauti. Sasa Biblia inaendelea kusema maneno haya, mstari wa 8:35, Filipo akafunua kinywa chake na akaanza kwa andiko hilo hilo. Kwa hiyo Mungu anapoanza kusema na wewe, Mungu anapoanza kuzungumza na wewe, anaanza kujifunua kupitia andiko unalolifahamu, kupitia andiko uliolisoma, kupitia neno unalolifahamu. Kwa hiyo unapokuwa umesoma au umeelewa kitu kwenye Biblia, Mungu atajifunua katika hicho ili aweze kukufafanulia zaidi, usibaki hapo. Ndio maana ni muhimu sana kwa Mkristo anayetafuta neno la Mungu, alitafute kwenye Biblia, alitafute kwenye maandiko, alitafute katika vinywa vya makuhani. Kwa hiyo Filipo akaanza kwa andiko hilo hilo. Maanake Mungu hakukimbizi mbio kwenye hatua za kusikia sauti yake. Unaposoma kuelewa, Mungu anaanza hapo hapo kukufundisha. Kwa usitumie muda mwingi kusoma maandiko mengi, tumia muda mwingi kutafakari kile unachokisoma. Tumia muda mwingi kutafakari. Unapotafakari, Roho Mtakatifu ndo anaanza kukupa uelewa, anaanza kukupa ufahamu. Kuna wakati Mungu atajifunua kupitia andiko bila kuleta mtu, bila kutumia nabii, bila kutumia mtume, bila kutumia mwalimu. Atatumika Roho Mtakatifu na wewe binafsi, na hapo utapata ufunuo ulio wa kweli. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Soma neno la Bwana, litafakari. Sasa huyu mtu anasoma kitu ambacho ukikisoma kama ingekuwa ni wewe mara ya kwanza au ni mimi, unakutana na kisa hiki, hujui habari za Yesu Kristo, hujui habari za kufa na kufufuka kwa Yesu. Unakutana kitabu cha nabii Isaya ya kwamba kuna mtu anafananishwa na mfano wa kondoo aliyechukuliwa kwenda kuchinjwa, wala kufunua kinywa chake. Nani atakayeeleza habari hizi katika kizazi hiki? Alafu hizo habari ziwe zinamhusu mtu mwingine, kitabu cha nabii Isaya. Lakini habari anazoeleza Isaya ni za mtu mwingine aitwaye Kristo. Sasa nataka nikuonyeshe ya kwamba kuna uwezekano Mungu akatumia maandiko ya Agano la Kale akafunua maisha yako unaoishi leo. Mungu anaweza akatumia maandiko walioishi wa Korinto akafunua maisha yako siku ya leo. Mungu anaweza kutumia kitabu cha Wagalatia ambao hukuwepo wakati wanaandikiwa, akafunua maisha yako leo. Lengo la sauti ya Mungu ni kukujulisha
hali zake zilizo njema, ili uweze kutoka katika udhaifu. Huyu mtu alikuwa hamjui Mungu. Huyu mtu alikuwa anapata Mungu, anaabudu, anafunga safari kutoka Ethiopia mpaka Yerusalemu, lakini alikuwa hajapata wokovu. Unaweza ukawa kanisani, unafunga safari kila mara, unaenda kuhudhuria kwenye ibada, lakini bado hujaisikia sauti ya Mungu. Usikate tamaa, ni wakati wako umefika wa kumsikia mwana wa Adamu akisema na wewe tena, na wokovu ukafika kwako. Filipo akaeleza habari njema za ufalme wa Mungu, akaeleza habari njema za Kristo, na huyo mtu akaamini. Manake aliamini kutokea kwenye kitu alichokuwa anakisoma. Manake imani inatokana na kile ulichokisoma kinapofunuliwa kwako. Ndio maana kuna Wakristo, kuna waenda kanisani wasio na imani katika neno la Bwana. Wana imani na mafuta, wana imani na chumvi, wana imani na vitambaa, wana imani na vitu vibaya, lakini hawana imani na neno la Mungu. Kwa hiyo, kwa sababu hawalisomi, kwa sababu hawalisomi, ndio maana halifunuliwi kwao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jambo la kwanza, kusikia sauti ya Mungu ni kupitia maandiko usiyoyaelewa. Hapo ndipo unatakiwa anze kumsikia. Kwa sababu panakuwa na ugumu ndani yako, panakupa hali ngumu ya kutafakari. Baki tafakari mpaka uelewe. Biblia ni kubwa sana na ina ufunuo wa ajabu. Kwa hiyo usikimbie unapoona huelewe. Tafuta watumishi, tenga muda, soma, rudia, tafuta watu wameongelea nini kuhusu hivyo vifungu, jifunze. Ndio sauti ya Mungu. Kwa hiyo hapa ndipo shetani huwa anafanya watu wasisikie sauti ya Mungu au wapishane na sauti ya Mungu. Wanapokutana na maandiko wasioyaelewa, wanapokutana na vifungu vya maandiko wasivyovielewa, huwa watafuti kuvielewa, na shetani anawaambia hamna shida, vitafunuliwa baadaye. Mambo ambayo hayajafunuliwa leo si ya kwako. Nataka nikwambie, kama ningekuwa alikufunuliwa kwako, Mungu asingelipitisha kwenye ufahamu wako likusumbue. Kinachokuwa kinakusumbua ni ile roho ya Mungu inataka uelewe. Unatakiwa ufahamu ili usibaki kama ulivyo. Huyu mtu kichokuwa kinamsumbua ndani yake, anatafuta kuelewa, anauliza kwamba Filipo, nijulishe kwamba hizi habari zinahusu nini? Sielewi. Filipo kwa sababu ana Roho Mtakatifu akamfafanulia, lakini huyu mtu angekaa kimya bila kutafuta kujua, asingefahamu habari za Yesu. Kuna mambo ambayo Mungu anatamani yajue leo, lakini kwa sababu hutaki kuyajua, hutaki kusikia, Mungu anakaa kimya. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kila andiko liko wazi. Kuna maandiko yamefichika, yanahitaji Roho Mtakatifu aweze kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jambo la kwanza, Mungu ana mazingira yake ya kuongea na wewe. Mazingira ya kwanza kupitia maandiko yaliyo magumu kwako. Ukiona maandiko magumu, jua Mungu anaongea na wewe, tafuta kuyaelewa. Lakini jambo la pili, ambayo ni mazingira mepesi ya sauti ya Mungu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, kukutana na maandiko yanayofanana kutoka kwenye vitabu tofauti vya Biblia, au kukutana na maandiko yanayokaribiana katika mafafanuzi, lakini yanatoka kwenye vitabu tofauti vya Biblia. Hii ni njia pia nyepesi ambayo itakupa uhakika kwamba Mungu anazungumza na mimi. Unapokuwa unasoma Biblia, ukosoma kitabu fulani na ukafungua kitabu kingine, ukakuta aidha kuna nukuu ya maandiko yale yale, au kuna maandiko yanaelezea kitu
kinachoendana na kile ulichokisoma. Ukiona hivyo kuna sauti ya Mungu iliyojificha, unatakiwa ielewe. Maanake Biblia imebeba maandiko, lakini mafafanuzi ya maandiko ndio yanafanya iwe sauti ya Mungu. Kuelewa maandiko ndio sauti ya Mungu. Kwa hiyo Biblia imebeba ujumbe, lakini ujumbe upo katika kuandikwa. Kwa hiyo unapopata kufafanua, unapopata kuelewa, hapo ndipo umepata sauti ya Mungu. Usilale usubiri kuota upate sauti ya Mungu. Usiende kwa nabii ili akutabirie upate sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu iko wazi kwenye neno lake. Unachotakiwa ni kuitafuta. Kwa hiyo unapokutana na maandiko tofauti yanayoendana kutoka kwenye vitabu tofauti, hayo ni mazingira Mungu anaongea na roho yako. Wewe unakutana maandiko yanasema, labda moyo wako uko mbali na Bwana, unasoma vitabu tofauti, unakutana neno linajirudia, linakita kwenye moyo wako kama mkuki. Jua ni Bwana anaongea nawe. Na hapa kuna watu ambao Mungu anaweza kuwa anazungumza nao, lakini ni wakali, wagumu wa kuelewa, wanashupaza shingo zao. Mungu anaziacha. Mungu halazimishi usikie sauti yake, lakini Mungu kwa sababu ni Mungu ambaye ni wa rehema, anazungumza mara kwa mara ili watu waweze kuelewa. Sababu sauti ya Mungu ndio imebeba hatima zetu. Sauti ya Mungu ndio imebeba kesho yetu. Kwa hiyo unapokosa sauti ya Mungu, huwezi kujua nini ikupasayo kufanya, yapi ya kupaswa kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui umewahi kukutana hali hiyo. Mungu anajifunua kwako kupitia neno. Unasoma, unakutana tena na andiko linaeleza hicho kitu. Jua Mungu anazungumza na wewe. Ni njia nyepesi au mazingira rafiki kabisa Mungu anazungumza na wewe. Nimesema Mungu anaongea na watu kwa njia tofauti, na hiyo ni njia mojawapo. Haleluya. Lakini mazingira mengine au njia nyingine nyepesi ambayo Mungu anatumia kuongea na watu, lakini watu wanaweza wasielewe, ni kukutana na mafundisho kutoka kwa watumishi tofauti yenye ujumbe mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba unaweza kuwa unaongea na mtumishi labda kwa njia ya simu, au unaongea na mtumishi au unasikiliza mahubiri, unakutana na ujumbe fulani, lakini bado unaenda kwa mtumishi mwingine, unakutana na ujumbe ule. Wewe walifundisha kwa nyakati tofauti, au walifundisha kila mmoja yuko kwenye eneo tofauti, wala hawakuambizana, lakini wamefundisha kitu chenye lengo moja na kimebeba ujumbe mmoja. Unapokutana na mazingira hayo, unatakiwa ujue Mungu anatumia njia hiyo bila kuzungumza na wewe. Ule ujumbe unaweza ukawa kwa ajili yako, kwamba Mungu anazungumza na wewe kwa njia nyepesi. Wenda mtumishi wa kwanza hukumwelewa, kaja wa pili ili uweze kumwelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapokutana na mafundisho yanayoendana kutoka kwa watumishi zaidi ya wawili, yanaweza kuwa ni mazingira mepesi ambayo yanakujulisha Mungu anazungumza na wewe. Bwana asifiwe sana. Lakini wengi wanapokutana na mambo kama hayo, wao wanapuuza. Kumbe wanapuuza sauti ya Mungu, wanapuuza, kumbe wanapuuza ujumbe wa Mungu. Unaweza kukutana na watumishi wawili, aidha umewapelekea kesi za, kuna washirika ambao hawaeleweki, au washirika chotara, naweza kutumia lugha hiyo, washirika chotara, kwamba kapitia kwenye jambo fulani, anaenda kwa mtumishi wa kwanza, anatafuta mashauri, anaambiwa fanya jambo fulani, anaona mbona hili jambo ni gumu,
Aidha unapitia kwenye shida fulani, unaenda kwa mtumishi wa kwanza, kwambia imekupasa kufunga na kuomba, na wewe unaona kufunga na kuomba ni kazi. Unaenda kwa mtumishi wa pili, anamwambia kwa hili jambo unaopitia, acha tuingie kwenye kufunga na kuomba. Unaona huyu naye sitakaa hapa. Unaenda kwenye mtumishi wa tatu, naye anakwambia kitu kile kile, tufunge na kuomba, lakini pia bado huwezi kuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakataa. Ukiona watu waliobeba neema ya Mungu au watumishi wa Mungu wanasema na wewe kitu kile kile zaidi ya wawili watatu katika jambo ambalo unalifuatilia au unashughulikia au hitaji lako, jua ni Mungu anazungumza na wewe na anathibitisha neno la Mungu kwa vinywa vya watu wawili au watatu. Neno linathibitika kwa vinywa vya watu wawili au watatu. Umeenda umeongea naye, hakuwa na taarifa ya huyu uliyeongea naye mara ya kwanza, wala hawafahamiani wala hawajuani, lakini ukapewa jambo lile lile, jua ni Mungu anaongea na wewe. Kama ukiamua kutubu, kalie na kutubu. Kwenye Biblia wako watu ambao, sikilizeni, Yesu asifiwe sana, ambao walikuwa wakienda kwa manabii wa kweli, wanatabiri, wanasema nao, Bwana asema msiende vitani, mtaangamia. Lakini wanaenda kwa watu wengine, wanatafuta njia nyingine, manabii wa uongo wanawatabiria mambo yaliyo mema na mabaya yanayowapata. Kwa hiyo sikiliza sana kile ambacho kinatoka katika vinywa vya watumishi wa Mungu wa kweli. Na leo watumishi wa Mungu wa kweli ni wachache, kwa sababu wengi, kwa sababu ya tamaa ya fedha, wanaipindisha sauti ya Bwana, wanaipindisha njia ya Bwana. Lakini nataka niseme njia ya Bwana imenyooka. Haleluya, na hakuna wezaye kupindisha. Kitabu cha Hosea sura ya 14 na mstari wake wa 9 inasema, ni nani aliye na hekima naye atafahamu mambo haya? Ni nani aliye na busara naye atayajua? Kwa maana njia za Bwana zimenyoka, nao wenye haki watenda katika njia hizo, bali wasio wataanguka ndani yake. Biblia inasema ni nani aliye na hekima na naye atayafahamu mambo haya? Ni nani aliye na busara au aliye na maarifa naye atajua? Kwa maana njia za Bwana zimenyoka, nao wenye haki watakwenda katika njia hizo. Kwamba sauti ya Mungu imenyoka. Unapoenda kwa mtumishi ambaye amebeba neema ya Bwana, sauti ya Mungu imenyoka. Kama upo katika dhambi, atakwambia tubu. Lakini leo kwa sababu watu wanapotosha, manabii wanatabiri wapate pesa, unaenda ni kahaba, hatabiri kuhusu kahaba wako, anatabiri utapokea gari, utapokea mme, utapokea mke, wakati upo katika dhambi. Kumbukeni Yesu alipokutana na yule mama Msamaria, ingekuwa ni manabii wale wangetabiria yule mama ya kwamba utapokea mme. Yesu akamzonea, hapana. Yesu akasema ndio, lakini manabii wa leo wangemwambia utapokea mme, mwaka ujao utapokea mme. Lakini kumbe ana mambo ya kutengeneza. Alikuwa ni kahaba, anatembea na wame za watu, tembea na wanaume hovyo. Yesu akasema naye kwenye ile hali ya uzoefu wake. Yesu anaanza kuzungumza kwenye hali ya uzoefu kabla ya kukuinua. Yesu hawezi kukuinua katika uzoefu. Yesu njia zake zimenyoka, sauti yake imenyoka. Kwa hiyo sikilizeni sauti ya Mungu katika majira tuliyo nayo. Ni sauti kama ya
mjumbe Yohana ya kwamba ni majira ya watu kutengeneza njia zao, watu kutubu na kumrudia Bwana. Hiyo ndio sauti ambayo Bwana ataweka katikati ya vinywa vya watumishi wake. Hiyo ndio sauti ambayo italia, itapiga kelele katikati ya vinywa vya watu. Kipimo cha manabii wa kweli katika kizazi hiki ni kuwaonya watu makosa yao, ni kuwaonya watu njia zao. Mafisadi waache ufisadi, wezi waache wizi wao, wazinzi waache uzinzi wao, wanaotumia jina la Yesu vibaya waache, matapeli waache, waongo waache. Ndio kipimo pekee cha kupima watumishi wa kweli, ni kupima kupitia maneno wanaofundisha, maneno wanaotabiri, maneno wanayotoa katika vinywa vyao. Lakini leo wamejaa mema katikati ya kizazi kibaya. Kumbukeni Yohana, kumbukeni Elia, kumbukeni Yesu. Alisema tubuni, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Nami nasema kwa jina la Yesu, ni saa ya kutubu. Sikie sauti ya Bwana. Wewe ambaye unaendelea kuzulumu, acha, mrudie Bwana. Wewe ambaye unatenda dhambi, acha mara moja, umrudie Bwana wa majeshi. Ni saa ya kumrudia Mungu aliye hai. Sikia sauti hii, uweze kutubu na kumrudia Bwana. Umeolewa na mume asiye wako, tubu uweze kumrudia Bwana. Umeacha mke wako, tubu, mrudie Bwana. Ni sauti ya Mungu. Kuna watu wanasema inaruhusiwa kuacha kwa sababu mtu hajaamini. Biblia inasema msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Kwa nini walikubali kufungiwa nira pamoja na asiyeamini? Kwa nini ulikubali kuunganishwa na mtu asiyeamini? Wewe unanifuatilia kwa njia ya mtandao, popote ulipo, wewe ambaye upo kanisani, wewe ambaye uko mahali popote, usikubali kufungiwa nira. Ukishafungiwa nira haivunjiki. Biblia inasema Mungu na kahaba ni mwili mmoja naye. Maana ukikubali kuanza katika ukahaba, tubu, endelea hivyo hivyo, hakuna kuvunjika ndoa, hakuna kuacha. Achaneni manabii wa uongo wanawaambia inawezekana kuvunjika. Aliyeunganisha Bwana, mwanadamu hawezi kuunganisha. Kutenganisha tangu mwanzo haikuwa hivyo. Kwa hiyo hizo ni njia nyepesi za kusikia Mungu akiwa anaongea au anazungumza. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Mungu hajawahi kukaa kimya, lakini sisi wanadamu ndio tumeyaziba masikio yetu tusisikie. Watu hawa hawataki kusikia. Bwana anapozungumza nao hawataki kusikia. Yeremia sura ya 22 mstari wa 21. Yeremia 22:21 nasema, mimi nalisema nawe wakati wa kufanikiwa kwako, lakini ulisema sitaki kusikia. Hii ndio ilikuwa desturi yako tangu jana wako, kutokutii sauti yako, kwamba kuna wakati Mungu anasema lakini watu hawataki kusikia. Mungu anazungumza lakini watu hawataki kusikia. Wanang'ang'ania vitu ambavyo ni dhambi, lakini Bwana amekwisha kusema, aidha kupitia watumishi. Bwana amekwisha kusema, aidha kupitia neno, aidha kujirudia katika maandiko. Au umekuwa na hukumu kutokuelewa neno hilo, unasoma lakini huelewi. Tafuta ufumbuzi kwa watu wenye Roho Mtakatifu. Yako maandiko ambayo yako wazi kwa watu wenye Roho Mtakatifu.
lakini wasio na Roho Mtakatifu hawaelewi. Yanapokuja pao, wanaona kama si kwamba ni ya kwao, wanayakataa. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu kapungua ndani yao. Yesu alisaidia kanisa lake ili waweze kusikia. Kwa hiyo usikatae kusikia. Bwana anaposema na wewe usikatae kusikia. Bwana anapokuita usikatae kusikia. Usikatae, sikia sauti ya Bwana kwa bidii na Mungu ataonekana kwako. Sikia sauti ya Bwana kwa bidii na Mungu ataonekana kwako. Uzima, maarifa, nguvu vimefichwa kwenye neno la Bwana, vimefichwa kwenye sauti ya Bwana. Unapoikosa sauti ya Bwana huwezi kuelewa chochote. Sauti ya Bwana ndio elimu itakayokufanikisha katikati ya ugumu unaopitia. Sauti ya Bwana ndio ufunguo utakaofungua malango yaliyofungwa. Bwana atakupa hekima na sauti yake atasema na wewe, na baada ya kusema na wewe utakachokitenda, baada ya kutenda, Bwana atafanya kitu. Nisikilize, vifungo vinavyofunga watu kwa muda mrefu sana na wakashindwa kutoka, si kwamba Mungu hana nguvu, si kwamba Mungu hawezi. Sauti ya Mungu tu imepungua kuambia cha kufanya. Yesu asifiwe sana. Kuna watu walikuwa wamefungwa na ukoma, lakini walipewa sauti ya Bwana kwenda kujichonga kwenye maji. Walipojichonga kwenye maji wakapona. Kuna wakati wana wa Israeli wanafika jangwani, magonjwa yamekuwa mengi kwao, wakasikia sauti ya Mungu watengeneze nyoka wa shaba. Kama wasingepata sauti hiyo, wangepata katika hali. Mtu mmoja amekaa pale kwenye kisima, anasubiri malaika watibue maji, lakini aliposikia sauti ya Yesu hakusubiri tena maji. Kwa sababu sauti ya Yesu ilikuwa imebeba majibu ya uponyaji wake. Lazaro aliyekuwa kwenye kaburi siku 4 aliposikia sauti ya Yesu, mauti ikamwachia, akapata uzima. Unahitaji sauti ya Bwana, unahitaji kusikia sauti ya Bwana. Tafuta kusikia sauti ya Bwana ili uweze kupata uzima. Kuna vitu unavitabikia leo, lakini Bwana akikusemesha utaviacha kwa sababu havitazama tu. Kuna watu unaambatana nao leo kwa sababu kusikia sauti ya Bwana. Utakaposikia sauti ya Bwana utaachana nao kwa sababu watakuwa tanzi na mimba mbele yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini njia nyingine nyepesi ya Bwana kuzungumza kupitia ufahamu wa ndani, ufahamu wa ndani. Mazingira mengine ambayo Mungu anazungumza ni kupitia ufahamu wa ndani. Yesu asifiwe sana. Ni kitu ambacho wengi wanakipuuzia sana, kupitia ufahamu wa ndani. Haleluya. Kupitia ufahamu wa ndani. Nitakuonyesha jambo moja. Kitabu cha Mathayo, sura yake ya 16. Mathayo 16 kuanzia mstari wa 13 hata mstari wake wa 18. Naomba tuende pamoja kupitia ufahamu wa ndani. Ni njia nyepesi ambayo Mungu anazungumza na sauti yake inasikika kupitia ufahamu wa ndani. Naomba unisikilize vizuri hapa.
niko nafundisha ili watu wasiende tena katika uovu wao. Biblia inasema basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akauliza wanafunzi wake akasema, watu mnena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine nena ni Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia, wengine mmojawapo wa manabii. Akawaambia, ninyi mnaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndio Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakwambia wewe ndiye Petro, juu ya mwamba huu nitaijenga kanisa, lango na malango ya kuzimu hayatalishinda. Sikilize wewe unanisikiliza vizuri, hiki kitu cha ufahamu wa ndani, Mungu anazungumzaje kupitia ufahamu wa ndani? Hebu tuanze hapa. Yesu kasafiri kaenda Kaisaria Filipi pamoja na wanafunzi wake, akawauliza huko nje watu wanasemaje. Kila mmoja hapo alijibu, akina Mathayo wakajibu na wengine wakajibu. Huko nje walisema nini? Huko nje watu wanaongea ni kweli, walikuwa wanasikia. Hata mfalme Herode alikuwa anasikia, anasema huyu ni nani? Ukisoma ile Luka sura yake ya 9 na ya 10 utaona Herode naye anasema, mbona Yohana nishamchinja, huyu naye ni nani? Umeona? Kwa hiyo alikuwa anajua. Herode alikuwa anauliza nani ni nani. Ukisoma Luka 9 mstari wa 7, Herode mfalme akasikia habari za yote aliyotendeka, akafadhaika, kwa sababu watu wengine walisema kwamba Yohana amefufuka katika wafu, na wengine wakasema Elia ametokea, na wengine kwamba mmojawapo wa manabii wa kale. Yohana alimkata kichwa, lakini Herode akasema Yohana ameshamkata kichwa. Maana kumbe walikuwa wanamnena Yesu kwa maneno tofauti. Wewe unasema Yeremia nabii, mmoja kati ya watu wa kale walitembea na Bwana, lakini Yesu akauliza, ninyi mnaninena mimi ni nani? Petro akawa na ufahamu wa ndani, hakuwa anaelewa vizuri, lakini ule ufahamu wa ndani ukazungumza naye, ile sauti ya Bwana ya ndani bila kusikia nje. Na hapo walikuwa wanaongea tu, lakini ufahamu wa ndani ukavuviwa na Roho Mtakatifu, akasema kwa kawaida. Hata yeye huenda alikuwa anajibu hajui kwamba hili jibu ni sahihi, alikuwa anajibu kawaida, lakini baada ya kujibu Yesu ndo akasikitisha kwamba hiki kijibu sio wewe, ni sauti ya Bwana imepenyeshwa ndani yako. Maana unaweza kuwa unaongea na mtumishi wa Bwana akapewa neno ndani ya moyo wake, akapewa kitu, akazungumza na wewe, kikawa ndivyo kilivyo. Lakini wengi wanakataa, Hii njia ni nyepesi. Bwana anaweza kuzungumza kupitia ufahamu wa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kilichozungumza hapa ni ule ufahamu wa ndani, na huu ufahamu wa ndani ili Bwana autumie kuzungumza zaidi, unategemea mambo yafuatayo. Ufahamu wa ndani ili uwe mwepesi kumsikia Bwana, au ili Bwana aweze kutumia kuzungumza na wewe, unahitaji neno la Mungu liwe ndani yako sana. Neno la Mungu liwe ndani yako sana. Lakini jambo la pili, kudumu katika maombi ya mara kwa mara. Lakini jambo la tatu ni kuondoa uovu katika moyo wako na kuruhusu moyo wako jawe na kweli. Hapa
ni muhimu sana. Ile hali yako ya ndani, ufahamu wako wa ndani, ufahamu wako wa roho unaweza kuwa ni sauti ya Mungu ya wazi. Hapa hakuhitaji alale Yohana au Petro, hakuhitaji alale apate maono ili kujua Yesu ni nani. Na Yesu alikuwa aulizi kuwapenda, alikuwa anauliza ajue wanamfahamje. Kama ambavyo leo tulichukua watu 10 popote kutoka nchi tofauti, au walio wa Kristo au wachungaji au manabii au mitume, tukawaleta tukawaambia, tuambie wewe unamfahamje Yesu, na mwingine unamfahamje Yesu. Kila mmoja ataeleza kwa kadiri anavyoelewa kwa ufahamu ndani. Kuna watu ukiwauliza walikuwa wajui, lakini ufahamu ndani kupitia Roho Mtakatifu utahuishwa na utakuwa unasema, si kwa sababu ulikuwa unafahamu, ila kwa sababu saa hiyo umepewa kitu cha kuzungumza. Hii inatokea sana kwa watumishi ambao wanahubiri neno. Ukiwa unatembea katika Roho Mtakatifu, Bwana anakuwa anasema na wewe kila wakati, kila mara, kila wakati. Wakati unafundisha, Bwana atasema. Wakati unajiandaa kuhubiri, Bwana atasema kupitia dhamiri yako ya ndani. Na Bwana anakuwa anasema na wewe ujumbe ambao unakuja kuwasilisha katikati ya kundi. Kumbe kwa sababu ya matengenezo, kwa sababu kuna watu ambao huo ujumbe ni muhimu kwao, lakini bado wanaweza wasielewe, kama alivyokuwa anaongea Yesu katika kitabu tulichoanza nacho cha Luka 9:43 mpaka 45. Anaongea habari za kuteswa kwake, lakini wao hawaelewi. Je, unaisikia sauti ya Mungu? Je, unaisikia sauti ya Mungu? Hizo ni njia nyepesi. Hebu anza kufanya majaribio. Unaposikia sauti ya Mungu moyoni, wewe upo kwenye mkanganyiko wa mawazo, unasikia sauti ya Mungu moyoni na kupa cha kufanya, amani inakuja. Ukiona mtu mpaka nafikia hasira haitoki, uchungu hautoki, ule ufahamu wake wa roho umeshindwa kuzungumzishwa na Roho Mtakatifu, umekuwa na hali ambayo ni mchafu. Roho Mtakatifu anatafuta penye azungumze, lakini umefungwa, hawezi kuzungumza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo katika kumwelewa Mungu au kumfahamu Mungu, Mungu ni mpana sana. Mungu ni mpana sana. Mungu ni mpana sana. Lakini jambo jingine hapo kwenye ufahamu wa ndani, Mungu anaweza kuzungumza kupitia amani ya moyo au uzito wa moyo. Mungu anaweza kuzungumza kupitia amani au uzito wa moyo. Ile njia nyepesi pia ambayo Mungu anatumia kuzungumza na watu. Unaweza kuwa umepanga kwenda kumtembelea mtu, lakini Roho Mtakatifu akakupa uzito usiende. Unaweza kuwa umepanga program zako fulani ukaziainisha, lakini Roho Mtakatifu akakupa uzito moyoni usifanye. Lakini unaweza kukutana na mtu humfahamu, humwelewi, akakwambia vipi ukapata amani ya moyo. Inaweza ikawa ni ishara Bwana anazungumza na wewe kupitia hiyo ishara ya ndani. Lakini wengine wao wanapuuzia na wanapishana na sauti ya Mungu. Kuna watu wengine wanapata machungu leo kwenye ndoa, kwenye biashara, lakini wakati Bwana anasema nao kwa ishara hii ya uzito wa moyo, kwamba usifanye maamuzi haya, wao kwa sababu ya kutazama nje, labda kwa sababu ya kuona huyu anavutia, ni mzuri, ana pesa, ameajiriwa, ni kiongozi,
ana wadhifa, wakavutwa kwa nje, wakashindwa kusikia sauti ya ndani, na hatimaye wakaangukia kwenye uharibifu. Kwa hiyo usiongozwe na kile unachokiona, usifanye maamuzi kwa kile unachokiona au unachokisikia. Fanya maamuzi kutoka kwenye sauti ya Roho Mtakatifu au sauti ya Mungu, na ukifanya maamuzi yako utakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki sana kwa ujumbe huu. Sahihi tupate nafasi ya kumwomba Mungu japo kwa ufupi. Mwambie Mungu sauti yake aihuishe tena ndani yetu. Kuna vitu tunaweza kuvifanya ambavyo kabisa sauti ya Mungu ni wazi na mzuia, lakini ameng'ang'ana tu kufanya. Kuna vitu Mungu anaweza akakwambia hivi fanya, lakini unakataa usifanye. Na Mungu hawezi kukulazimisha, anakuacha sababu anajua utaanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba takatifu, Yesu Kristo Mwokozi, utukuzwe, uinuliwe, upewe sifa. Tumejifunza maneno yako haya, acha Bwana yakatufae, yakafae kwa kila anesikia, yakafae Bwana, yakatufae kwa utukufu wako. Sauti yako Bwana tusipuuze, unapotusemesha tukuelewe, katika jina la Mwokozi Yesu. Ninaomba Bwana kwa ajili ya kila anayesikia ujumbe huu, sauti yako ikawe wazi. Kila anapokutana na maandiko magumu hayaelewi, mwinulie watu. Roho Mtakatifu mfunulie, maana wengi wamekuwa wakifanya hivyo na hatimaye hawakui katika Bwana, hawakuelewi Mungu, hawaelewi maneno yako kwa sababu walipuuzia. Lakini siku ya leo Bwana, ninaomba kwa nguvu zako Roho Mtakatifu Bwana, kaachilie neema yako Bwana, ikalete mabadiliko katika maisha ya watu wako Bwana, wakawe na uelewa wa sauti yako katika jina la Yesu. Sasa Bwana, kila sauti za kigeni zilizopita masikioni mwetu katika jina la Yesu zisifanikiwe, katika damu ya Yesu zisifanikiwe, bali Bwana katutoe kwenye sauti za kigeni, tukawe kwenye sauti yako Bwana, katika jina la Mwokozi Yesu. Asante Bwana jioni leo, kwa sababu Mungu utatembea pamoja nasi katika jina la Yesu. Ninaomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki sana. Tumefika mwisho kwa ratiba ya leo. Tutakuwa na ratiba tena hapo tarehe 4 mwezi wa 6